Injili ya Yesu Kristo kulingana na Marko. Mlango wa 4. Akaanza kufundisha tena kando ya bahari. Wakamkusanyikia mkutano mkubwa mno, hata yeye akapanda chomboni, akakaa baharini. Mkutano wote ulikuwako juu ya nchi kavu kando ya bahari. Akawafundisha mambo mengi kwa mifano. Akawaambia katika mafundisho yake, sikilizeni, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba, pasipokuwa na udongo mwingi. Mara ikaota, kwa kuwa na udongo haba, hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miba, ile miba ikamea ikaisonga, isizae matunda. Nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua, na kuzaa 130, 160 na 100. Akasema, aliye na masikio ya kusikilia na asikie. Naye alipokuwa peke yake, wale watu waliomzunguka na wale tenashara walimuuliza habari za ile mifano. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano, ili wakitazama watazame wasione, na wakisikia wasikie wasielewe, wasije wakaongoka na kusamehewa. Akawaambia, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Mpanzi huyo hulipanda neno. Hawa ndio wale kando ya njia lililopandwa neno. Nao wakiisha kusikia, mara huja Shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kadhalika na hawa ndio wapandwao penye miba, ambao kwamba wakiisha kulisikia lile neno, mara hulipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache. Kisha ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara hujikwaa. Na hawa ndio wale wapandwao penye miba, ni watu walisikiao lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikiingia, kulisonga lile neno likawa halizai. Na hawa ndio waliopandwa penye udongo ulio mzuri, ni watu walisikiao lile neno na kulipokea, na kuzaa matunda, 130, 160 na 100. Akawaambia, mwonaje? Taa huja ili kuwekwa chini ya pishi au mvunguni, si kuwekwa juu ya kiango. Kwa maana hakuna neno lililositirika, ila makusudi lije likadhihirika, wala hakuna lililofichwa, ila makusudi lije likatokea wazi. Mtu akiwa na masikio ya kusikilia na asikie. Akawaambia, angalieni msikialo, kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa. Kwa maana mwenye kitu atapewa, naye asiye na kitu hata kile alichonacho atanyang'anywa. Akasema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikakuwa asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Hata matunda yakiiva, mara atapeleka mundu, kwa kuwa mavuno yamefika. Akasema, tuulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Au tuutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali, ambayo ipandwapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikiisha kupandwa hukua, ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Kwa mifano mingi ya namna hii alikuwa akisema nao neno lake, kwa kadri walivyoweza kulisikia, wala pasipo mfano hakusema nao. Lakini akawaeleza wanafunzi wake mwenyewe mambo yote kwa faraga. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika sherti, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii?